Shalom watu wa Mungu, shalom Tanzania, shalom kanda ya Ziwa, shalom kanda ya Mashariki, shalom kanda ya Kaskazini, shalom kanda ya Kati, shalom kanda ya Magharibi, shalom kanda ya Nyanda za Juu Kusini, shalom kanda ya Kaskazini Kusini, shalom kanda ya Mashariki. Niko mbele yako mimi Mtanzania mwenzako. Nina lengo moja tu au nina sababu za kutaka tujaribu kutazama kitu kimoja hapa. Ni kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kizazi chetu. Baada ya sisi, baada ya watoto wetu na baada ya watoto wa watoto wetu. Vizazi vitatu, vinne mbele baada ya sisi kuondoka au hata ya wao tutakaoacha na wenyewe wakishaondoka, before Kristo kuja, kabla Yesu kurudi, miaka 100 mbele, miaka 150 mbele, kuna vitu nataka tuviache. Tumeweka alama. Alama hii tunaiweka kwa msingi upi? Tunajaribu hao walioko sasa kuwapandikizia roho ambayo itaweza kuwasaidia wao na watoto wao, wao na wajukuu wao, wao na vitukuu vyao, wao na vimbwenerei vyao, vizazi 10, vizazi 20, vizazi 30, vizazi 100 kabla ya Kristo kuja. Tufanye nini sasa kwa ajili hao walioko mashuleni? Kuna vitu vya kufanya, vitu vyenyewe ndio hivi hapa. Kumbuka mtoto anapokuwa ameenda shuleni au mtoto anapozaliwa, kabla hajaenda shule, Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka akili na aliweka ufahamu, akaweka baadhi ya vitu vyake. Mungu alimuumba mwanadamu, hakumuumba mwanadamu kama kasha tu lisilokuwa na kitu. Mungu katika uumbaji wake alimuumba mwanadamu aweze kutawala kila kitu kilichoko juu ya uso wa dunia na kilichoko ndani ya maji. Tunafahamu hilo katika Mwanzo pale, kusoma ile paragraph yote nzima kaendelea mbele utakutana na hizo habari. Lakini sitaki nijikite huko sana. Ninataka kujikita huku kwa hao walioko shuleni. Nini sasa ambacho nimeketa mbele yako wewe au mbele zenu wewe Mtanzania unayetazama video hii hapa? Kuna mbinu anazozitumia shetani kuwashambulia wanafunzi walioko mashuleni. Popote pale panapotoa elimu, popote pale panapotoa mafunzo yoyote, pale tunapaheshimu kuwa ni chanzo cha knowledge, ni chanzo cha maarifa. Sasa pale, kumbuka watoto wanapokwenda kule wanaenda wakiwa jinsia mbili tofauti, au wengine sawa wanakwenda kwa jinsia moja kufuatana na shule inavyokuwa imesema, labda hii ni shule ya boys au ni shule ya girls, vitu kama hivyo. Sasa shetani amejaribu kuingiza mbinu zake katikati ya hao maboys, katikati ya hao magirls. Kuna maadui kutoka kuzimu, kuna maadui kutoka Gambosh, kuna maadui wako mule. Huenda wakawa ni maadui upande wa wanafunzi kwa wanafunzi wenyewe, huenda wakawa ni maadui upande wa mwalimu na mwanafunzi, huenda wakawa ni maadui baina ya mwalimu na mwalimu, wanarogana wao kwa wao. Mfano, kama kuna shule moja huwa zinasikika huko kwamba mwalimu fulani anafundisha vizuri, hasa ile kwenye kufundisha vizuri anajikuta anarogwa na mwalimu mwenzake kwa sababu anatoa knowledge. Amewahi kumaliza syllabus yake, anatoa zile kazi, mfano yale majaribio kwa kila wiki au kwa kila mwisho wa wiki ile mimi nitatoa test yangu, na anajaribu kuwa convince watoto mwanafunzi atakaye kuwa chini ya 60 atawajibika. Let's say atapewa viboko. Kwa kuwa wanafunzi wanaogopa viboko, watafanya vizuri lile somo,
Mwisho wa siku yule mwalimu hata mtihani kwenye ile nusu muhula au robo ya muhula unamkuta mwalimu amefanya vizuri kwenye somo lake. Kisa ni nini? Alijiandaa vizuri, akawaambia watoto kwamba ukifeli kwenye somo langu, kaa ukielewa, nitakupiga na nitakupa adhabu kali. Sidhani kama wanafunzi, kuna mwanafunzi mwenye akili ambaye anataka adhabu kali. Hicho kitu hakipo. Ukitaka kumconvince mwanafunzi apate matokeo mazuri, mwambie bana, atakayepata, let's say nikipata B 50 kwenye somo langu kuna zawadi, A 50 kuna zawadi, C 50 kuna zawadi. Lakini yule atakayepata D na F atapewa bakora, atakwenda kuchimba kisiki au atachimba shimo la takataka. Kwa hiyo wanafunzi lazima wataweka nguvu nyingi kutaka kupata zawadi na kuepuka kupigwa bakora. Lakini sasa kuna baadhi ya walimu, mfano tu mmoja mzuri nijaribu kukuonesha wewe mtu wa kanda ya Ziwa. Kuna center moja iko kule kanda ya Ziwa, inamilikiwa na mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Michael Mnyama, ambao waliwahi kupita pale wanafahamu hicho kitu. Kipindi cha nyuma 2000 na kipindi sisi tuko mashuleni, mwalimu wangu yule Mwalimu Michael Mnyama, kulikuwa kuna kipindi miguu ilikuwa inavimba bila sababu. Miguu inavimba miaka ya nyuma, anashindwa kutembea, anavua mpaka malapa, anavua kanda mbili zile, anatembea hivyo hivyo. Sio kusema kwamba mwalimu alikuwa ana ugonjwa wa miguu, hapana. Walimu wenzake walikuwa wanajaribu kumfanyia vitu ambavyo si sahihi. Kwa nini? Mwalimu Michael alikuwa akifundisha vizuri. Mwalimu Michael alikuwa anasifika kwa kipindi kile 2006